Nimesoma Arusha, nimesoma sheria. Nimetoka hapa Dar es Salaam nikiwa na shilingi 50,000 mfukoni kwangu. Hiyo 50,000 ndio sehemu ya kula, sehemu ya kufikia, pa kulala, mpaka usaili ufanyike na makolokolo. Sina kitu chochote hapo. Kwa nimetoka zangu hapa nimefika Arusha. Ile 50,000 by the time tulikuwa tunalipia shilingi 33,000 kama na 200 nauli. Kwa nimetoka Dar nimefika Arusha, nimeshatumia ile 33,000. Bei kama 10,000 na hapa. Uzuri nimefika usiku, mlinzi kanipokea. Akasema sasa kwa nini nachelewa? Kanipeleka hostel. Akasema sasa kwa sababu wewe ni usiku, hauna sehemu ya kulala, hauna pa kufikia, hauna registration yoyote. Ngoja tukupeleke kwa rais wa hii hostel. Huyo rais utalala kwake, alafu asubuhi ndo utakuja kujua. Sasa good news, nimefika kule hostel. Rais katoka Dar. Unajua mkikutana watoto wa Dar Arusha, kuna ile, "Oh mwanangu umetoka Dar?" "Oya, Dar." Nimetoka Dar." "Mbona umetoka usiku?" Hapa anaanza, lile gari, kwanza magari yote anayajua. Lile gari wanazingua, mimi nawajua wale. Lile gari, wale Jau, upanda gari hili. Anataja magari ambayo nauli zake ndio hela yangu yote niliyokuwa nayo 50,000. Ungepanda ile gari hili tungefika mapema. Sasa sikia mwanangu, hamna noma. Wewe utalala hapa utawala. Wewe tulia, hamna noma wala nini. Kwa hiyo nimefika, akanipokea, nikakaa. Kesho yake asubuhi nilikuwa na pressure, sijui utaratibu. Asubuhi akaniambia, "Sikia, kwa sababu umefika hapa, we chill. Utaratibu wa kufanya registration na nini ni mrefu. Mwaka wa kwanza ni wengi. Kwa hiyo wewe relax. Mpaka pale nitakapokuambia mimi this is the right time kwenda kufanya haya mambo. Nitakufanyia kila kitu, wewe relax." Kwa hiyo nikachill. Kuchill pale ajue tu ni kwamba sina hata hela ya usajili. Sina kila chochote. Kwa hiyo nikaanza kutulia. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, nikasema Mungu ni mwema. So baada ya hayo yote, mwisho wa siku akaongea na nani, yani anamjua Dean of Students, wakapiga simu akamleta nini, akaniambia mimi ni mdogo wake. Kwa hiyo nimetambulishwa kama mdogo wa rais, nikafika pale, nikasajiliwa, mambo yakaenda, ikafika nikaanza kuingia darasani nikasoma. Bwana Yesu asifiwe.